Rakosa Maye Teri Labrako Sato Dida Baba Kandiri Kayama Wewe ni sababu Shira Baba Shandarali Maya Tira Labri Brotamaka. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ima wewe ni sababu, wewe ni sababu. Oh, wewe ni sababu ya uhai wetu. Rema na 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 na. Sema wewe ni sababu, wewe ni sababu ya maisha yangu. Wewe ni sababu ya uhai wetu. Sema wewe ni sababu, Mama, unastahili, 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 unastahili. Kanda, wewe ni sababu. Ninauona uwepo wa Bwana mahali hapa. Haleluya, haleluya. Shakarada bagazataba. Yes. Naona uwepo wa Bwana kila mahali, kila mahali, kila mahali. Nguvu zake zimetanda kila mahali. Bwana ametuatamia na wingu lake. Rakayata matakaralaba, rakayamandaniba. Naona nguvu za Bwana katikati yetu zimeachiliwa, zimeachiliwa, kwa kuwa yeye ni sababu, ni sababu ya uhai wetu, ni sababu ya nafsi zetu kuendelea kuishi. Rakayata mataka radi bralo brasaya mandere leri rabakora kerikata. Jesus. Woo. Wewe ni sababu ya uhai wetu, ni sababu ya maisha yetu. Unastahili, oh, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, kuabudiwa, Yesu, unastahili, hallelujah. Mpe Bwana makofi ya shukrani. Ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza makofi tena katika ibada hii nzuri. Mrudishie sifa tena kwa makofi. Oh, haleluya. Useme nasi, useme nasi, useme nasi. Tuko tayari kusikia, tutasikia kutoka kwako. Sema na roho zetu. Tuponye, litume neno, lituokoe.
ututengeneze tena kwa upya, tuweze kuzaa katika jina la Yesu. Mandiri basa. Hebu karibu keti mahali ulipo kwenye uwepo wa Bwana. Karibu keti kwenye uwepo wa Bwana. Jesus. Jesus. Hebu inua mikono yako juu kwa Bwana. Hebu imba mara mbili. Wewe ni sababu. Imba mara mbili, mara tatu. Mairi sakaya. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya uhai wetu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe ni sababu. Wewe ni sababu ya maisha yetu, uhai wetu. Wewe ni sababu ya uhai wetu. Unastahili. Oh, oh, oh. Imba tena. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya uzima wetu. Hallelujah. Wewe ni sababu. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya uzima wangu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Bwana kutupa neema siku ya leo kuja katika ibada hii njema. Ni ibada ambayo tutajifunza kuchipuka au kuchipua na kuzaa matunda yanayodumu tena ndani yetu katika Kristo. Bwana asifiwe. Mungu ametupa neema na tuna kichwa kinachosema jifunze siri ya kuchipua na kuzaa matunda yanayodumu ndani ya Kristo. Jifunze siri ya kuchipua na kuzaa matunda yanayodumu ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa neema ya kuja kujifunza na kuomba pamoja juu ya somo hili ambalo lina umuhimu sana tunapokuwa tu wafuasi wa Kristo. Napokuzungumza juu ya kuchipua na kuzaa matunda, nini maana ya kuchipua? Nini maana ya kuchipua? Kuchipua ni mwanzo wa uhai mpya wa kitu na ukuaji
wake. Narudia, kuchipua ni mwanzo wa uhai mpya wa kitu. Kuchipua, nini maana ya kuchipua? Kuchipua ni mwanzo wa uhai mpya wa kitu. Na ukuaji wake. Hii ni ishara ya kwamba Mungu ameanza kufanya kazi ndani ya mtu katika hatua mpya. Nazungumzia kuchipua kiroho. Kuchipua ni mwanzo wa uhai mpya. Na ukuaji wake, mwanzo wa uhai mpya wa kitu au mtu na ukuaji wake. Hii ni ishara ya kwamba Mungu ameanza kufanya kazi mpya ndani ya mtu. Ukisoma kitabu cha Isaya 43 mstari wa 19. Isaya 43:19, kama tunaweza kufungua pamoja. Isaya 43 mstari wa 19. Kama tumepata tusome pamoja katika jina la Bwana. Kama tumefungua tusome. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Okay, turudie kusoma tena. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoanza hatua mpya ya kitu ni ishara ya kuruhusu kuchipuka tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na anapofanya hatua mpya juu ya jambo, anaruhusu hicho kitu kuchipuka upya. Anaporuhusu kuchipuka upya, maana yake anataka kutenda jambo jipya ambalo litaonekana katika hatua mbalimbali kuanzia hapo na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Ayubu 14 mstari wa 7 na wa 9. Najua tulikuwa kwenye maombi ya kufunga jana, na tunaendelea kumwomba Mungu. Ukisoma ule mstari wa 7 na wa 9, kama umepata mstari wa 7 tusome, alafu tusome na wa 9. 1, 2, 3. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Kusoma mstari wa 9. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mchi. Bwana Yesu asifiwe. Ile neno utachipuka, maana yake utaanza tena kuwa na uhai. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Hosea mlango wa 14, Hosea 14
Hosea 14. Hosea 14 na mstari wa 5 mpaka wa 7. Hosea 14 mstari wa 5 mpaka wa 7. Naomba tusome pamoja Hosea 14 mstari wa 5 mpaka wa 7. Kama tumepata tusome pamoja katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Mstari wa 5 mpaka wa 7. 1, 2, 3. Nitakuwa kama umande wa Israeli kwa Israeli, naye atachanua maua kama ninyoro na kueneza mizizi yake kama Lebanon. Matawi yake yatatandaa na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni na harufu yake kama Lebanon. Na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngao na kuchanua maua kama mzabibu. Harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya Lebanon. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Mungu akizungumza juu ya taifa la Israeli kuchanua. Mwambie mwenzako kuchanua. Anapoeleza kuchanua, anaeleza ule uhai utawapa tena kuanza kuenea, kutandaa. Bwana asifiwe. Ule uhai utakapokuja utawapa tena mizizi yao kuingia na kushika. Lakini anaeleza ule uhai utakapokuja tena, wakati wanachipuka, kuna namna wataanza kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuchipuka au kuchipua maana yake ni mwanzo wa uhai na ukuaji katika kitu au mtu. Bwana asifiwe sana. Unaoachilia ishara ya kwamba Mungu ameanza kufanya kitu kipya au jambo jipya kwa mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinatakiwa kuchipua, kumbuka, ni kitu ambacho kilinyauka, kilipoteza sura yake na uhalisia wake kwa jinsi ambavyo ulikuwa unatakiwa kuwa. Israeli anafananishwa na mzabibu ambao utachipua tena. Maana yake Mungu ataanza kazi mpya tena, jambo jipya tena kwao. Mwambie mwenzako unaenda kuchipua. Mwangalie usoni tena mwambie unaenda kuchipua. Kitu ambacho kinazungumziwa kuchipua kilikufa. Kilikufa kwa ukame. Bwana asifiwe. Kilipita kwenye vipindi cha kutikiswa, kikadondosha kile kilichopo juu yake, kikaachanishwa na majani yake na matawi yake. Kinapochipua maana yake Mungu anakirudishia tena upya muonekano wake uliotakiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nini maana ya kuzaa matunda? Nini maana ya kuzaa matunda? Nini maana ya kuzaa matunda? Kuzaa matunda ni kuonyesha matokeo ya ukuaji huo. Narudi. Kuzaa matunda ni kuonyesha matokeo ya ukuaji huo ambao unatangaza ushindi, ambao unatangaza ushindi.
kwamba umevuka nyakati zote ngumu na sasa umefikia wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaa matunda ni kuonyesha matokeo ya ukuaji. Kichochote kinachokuwa kinazaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaa matunda maana yake kimepita kwenye nyakati na kimeshinda. Kimeshinda ukame, kimeshinda baridi, kimeshinda jua, kimeshinda vita vyote na sasa inazaa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Biblia yako, kila ambaye amepewa nafasi ndani ya Kristo, kila ambaye ni mfuasi wa Kristo, amewachwa duniani ili azae. Angalia mwenzako, mwambie unatakiwa kuzaa. Okay, tusome Yohana 15. Yohana 15. Yohana 15. Mstari wa 16. Yohana 15 na mstari wa 16. Yohana 15 mstari wa 16. Hebu tusome ule mstari kwa sauti kama tumeupata pamoja. 1, 2, 3. Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Unaona mstari? Hebu tusome tena 1, 2, 3. Si ninyi mlionichagua mimi, bali nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, Yesu mwenyewe anasema, sio ninyi mlinichagua, bali mimi niliwachagua. Na anasema nimewachagua mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu. Unaposoma Biblia yako, kuzaa matunda sio hiari, ni lazima. Mwangalie mwenzako, mwambie ni lazima. Kwa sababu moja ya kitu ambacho Mungu amekiweka na amekusudia kitokee tunapokuwepo duniani, anasema tunatakiwa kuzaa. Hebu muulize mwenzako, mwambie unazaa. Mwangalie usoni tena, mwambie unazaa. Anasema si ninyi mlionichagua, bali mimi niliwachagua nikawaweka ili mwende mkazae. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Mungu anataka akione tunapokuwa hai duniani, anataka tuone tunazaa kila siku. Mshike mwenzako, mwambie unazaa. Ndio maana nilikwambia tunafunga na kuomba, kumwomba Mungu tena atupe kuchipua na kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Mungu sisi kuwepo, na Yesu Kristo analisema kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana kwamba alituweka ili tuzae. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alituweka ili tuzae. Alafu anasema na matunda yetu yapate kukaa.
Hebu soma Yohana hapo 15. Soma ule mstari wa 5. Nikuonyesha hapo. Kuzaa sio hiari. Kuzaa ni lazima. Hebu tusome ule mstari wa 5. 1, 2, 3. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Mstari wa 6. Mtu asipozaa, asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi la kunyauka, wala watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Nimewaweka ili mzae. Mtu akikaa ndani yangu anazaa matunda. Kwa hiyo kama tuna vazi la Ukristo na tumevikwa ule Ukristo na tuna kile kitu cha Kristo, moja ya kitu Mungu anataka akione kila siku ni matunda. Bwana asifiwe. Ni matunda ya kiroho katika utu wa ndani, ni matunda katika kazi njema kila siku. Ngoja nizungumze na wewe tu utanielewa. Bwana asifiwe. Kwa nini tunasema swala hili la kuchipua na kuzaa matunda? Kwa nini tunalizungumzia hapa? Kwa nini tunalizungumzia? Kwa sababu watu wengi wamepoteza uzazi. Wengi hawazai. Watu wengi tupo duniani lakini hatuzai. Lazima uwe na maswali, lazima ujiulize maswali. Na mimi natamani ujiulize kwa nini swala hili la kuchipua na kuzaa matunda Kristo analizungumzia kama ni eneo la lazima. Kwa nini? La kwanza ni kwa sababu matunda kiroho ndio utambulisho muhimu unaoleta maelezo na maana ya wewe ni nani na umembeba nani. Narudie. Kwa nini Kristo anataka tuzae matunda? Jambo la kwanza ni kwa sababu matunda kiroho ndio utambulisho muhimu unaoleta maelezo na maana ya wewe ni nani na umembeba nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Kwa nini tunasisitizwa kuzaa? Tumewekwa ili kuzaa. Kwa sababu matunda ni utambulisho unaosema wewe ni nani, unaelezea. Kadri unavyozaa matunda kuna maelezo yanayopatikana kupitia matunda. Bwana asifiwe. Matunda huwa yanaongea, yanasema wewe ni nani na umembeba nani. Mathayo 7 anasema hivi. Andiko unalolifahamu lakini nataka tulione kwa sura ya somo hili. Mathayo 7 mstari wa 16. Mathayo 7 mstari wa 16. Tumepata Mathayo 7:16. Okay, mtu tusome pamoja. 1, 2, 3. Mtawatambua kwa matunda yao. Mwangalie mwenzako, mwambie matunda. Mwangalie usonte na mwambie matunda. Mwangalie usonte na mwambie matunda. Okay. Kama anasema mtawatambua kwa matunda, maana yake matunda yanaongea ya kwamba wewe ni nani na umembeba nani.
Matunda yanaongea wewe ni nani na umembeba nani. Utambulisho wako umebebwa na matunda. Usipozaa matunda, kuna namna watu wanakosa picha na sura yako na umebeba nani ndani yako, kwa sababu matunda ndiyo yanayotafsiri wewe ni nani. Hebu angalia mwenzako, mwambie matunda yako yanakuelezea. Mwangalie usoni tena, mwambie matunda yako yanakuelezea. Okay, hebu tumalizie mstari, anasemaje? Utawatambua 1, 2, 3, mtawatambua. Tusome kwa sauti 1, 2, 3. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Mimi nataka twende na huo mstari, mtawatambua. Matunda yamebeba utambulisho. Sasa kwa nini Yesu anakazana tuzae na anataka tuwe watu wa kuzaa? Unajua tunazungumza vitu viwili pamoja, kuchipua alafu kukua, kuzaa. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuzaa matunda kama umekufa, lazima uchipue tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana nilikwambia lazima tuombe maombi hayo, kuchipua alafu kuzaa. Bwana asifiwe. Maana usipochipua huwezi kuzaa. Mungu alipotaka kurudisha ufalme wake duniani alisema hivi, utafika majira tawi litachipuka katika shina la Yese nalo litazaa. Ni sawa? Akaeleza hilo tawi ni Yesu. Alafu akasema kutoka kwake kutatokeza roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana. Kwa nini? Kwa limechipuka. Matunda yasipotokea, jambo la kwanza unapoteza utambulisho wa Ukristo wako, unapoteza utambulisho wa kile ulichobebeshwa, unapoteza utambulisho wa wewe ni nani. Mara nyingi nimekuwa nikikwambia wewe ni nani na jina lako ni nani havifanani. Bwana asifiwe. Wewe ni nani naelezea ule uwezo wako, ile potential uliobeba. Jina lako ni kitu kinachoitwa. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili, kwa nini Yesu anakazania tuzae matunda? Jambo la pili ni kipaumbele cha Mungu kwa kila mtu anayempendeza kuzaa katika kila kazi njema, kwa sababu ni kipaumbele cha Mungu kwa kila mtu anayempendeza kuzaa katika kila kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, ukiona biashara haizai, ukiona kitu fulani hakizai, kuna tatizo. Kwa sababu Biblia inasema hivi, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Sasa sikia, Mungu anapotuzaa matunda ni kipaumbele chake. Tuzae matunda katika kazi iliyo njema, kwenye biashara ulionayo, kwenye ajira ulionayo, kwenye eneo. Mungu anataka uzae aone, kwa sababu jinsi unavyofanikiwa ndivyo jinsi ambavyo unamtangaza yeye. Wakolosai 1:10. Wakolosai 1. Tumepata. Wakolosai 1:10. Kama umepata naomba tusome pamoja. Wakolosai 1 mstari wa 10. Wakolosai 1 mstari wa 10. Tumepata? Okay, tusome.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Turudie tena kusoma. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Ni kipaumbele cha Mungu tuzae matunda katika kila kazi njema. Kipaumbele cha Mungu. Mungu anapoona hatuzai, kuna namna anapata shida. Kwa nini anapata shida? Kwa sababu kusudi lake, kipaumbele cha kwake kingine ni kutuona katika kila kazi iliyo njema kuna matokeo mazuri. Muulize mwenzako, unazaa matunda katika kila kazi iliyo njema. Tazame usome, unazaa matunda katika kazi iliyo njema. Anasemaje? Muulize tena, unazaa matunda katika kazi iliyo njema. Okay. Ukifuatilia jamii kubwa ya watu tegemea Mungu, sehemu kubwa zaidi. Kuna namna tunaishi. Ni kweli tuna jina la Ukristo, lakini hatuna matunda. Na haya matunda hayakutakiwa tu kuonekana ni ya kiroho. Anasema katika kila kazi njema. Ni kipaumbele cha Mungu. Mungu anataka ukiwa kwenye eneo fulani uzae matunda. Ukiwa kwenye eneo fulani uzae matunda kama ni kitu chema unakifanya. Ukiwa kwenye eneo fulani uzae matunda kama ni kitu chema. Ikiwa ni eneo fulani uzae matunda. Ikionekana hakuna matunda, maana yake kile kipaumbele cha Mungu kimekwama. Kwa hiyo Mungu haonekani. Kuna tafsiri, kuna maelezo, kuna namna ambavyo ule utukufu wake unapungua. Okay. Kwa nini hatuzai kama Mungu alivyotaka? Kwa nini hatuzai kama Mungu alivyotaka? Tasema mambo machache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hatuzai kama Mungu alivyotaka? Pointi ya kwanza, kwa kuto kukaa katika nafasi yako ndani ya Kristo. Sababu ya kwanza ni kuto kukaa katika nafasi yako ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi ambayo kila mtu ndani ya Kristo anapaswa kuwepo. Hiyo nafasi ndani ya Kristo inapokuwa iko na wewe, uko pale kwenye hiyo nafasi ndani ya Kristo. Kumbuka hapa sizungumzii nafasi yako binafsi katika mazingira fulani, no. Nazungumzia nafasi yako ndani ya Kristo. Usipokuwa kwenye hiyo nafasi, unakata nguvu inayosababisha kuzaa. Rudi kwenye Yohana 15. Rudi kwenye Yohana 15.
Rudi kwenye Yohana 15. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Angalia anasemaje. Hebu tusome Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Kama tumepata tunasoma pamoja. 1, 2, 3. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Kuna mtu anaona mstari? Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Kuna mtu anaona mstari? Sababu ya kwanza ya kutokuzaa. Kwa nini hatuzai? Tunaposhindwa kuwepo kwenye nafasi tuliyopewa ndani ya Kristo, tunatupwa nje. Anasema kama tawi lisivyoweza kuzaa likiachanishwa na mti na mzabibu, ndivyo ilivyo kwenu. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Akae ndani yangu huzaa sana. Hebu muulize mwenzako, mwambie kwenye hiyo nafasi upo? Mwangalie usoni tena, mwambie kwenye hiyo nafasi upo? Kuna nafasi ambayo tumepewa ndani ya Kristo, ni nafasi ya tofauti na nafasi tulizo nazo maeneo mengine. Hii nafasi ambayo tumepewa ndani ya Kristo inatuhitaji tuwepo pale saa zote. Kama tunahitaji kuzaa kila mara, kama tunahitaji kuzaa kila wakati, maana Biblia inasema anayekaa kwenye nafasi huzaa sana, huzaa sana. Kwa hiyo kama hatuzai, sababu ya kwanza, soma kitabu cha Waefeso. Hii nafasi Yesu aliitafuta, hii nafasi Yesu aliitafuta kwa kulipa gharama. Soma Waefeso, soma Waefeso, soma Waefeso mlango wa 2. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 6 na wa 7. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 6 na wa 7. Anasemaje? 1, 2, 3. Tusome wote. 1, 2, 3. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Kuna mtu anaona mstari? Hiyo ndio ile nafasi katika Kristo. Katika ulimwengu wa roho. Hii sio nafasi ya mwilini. Katika Kristo Yesu. Ili katika zamani zinazokuja udhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake. Wingi wa neema yake, maana yake neema ile, lile kusudi lake, kile kipaumbele katika kuzaa matunda. Kwa hiyo kuna nafasi katika Kristo ambayo kila mtu anayeitwa mfuasi wa Kristo amepewa. Unapopewa ile nafasi, unapaswa kukaa ndani ya hiyo nafasi, sio kujiegesha, sio kuvizia. Unapaswa kuwa ndani ya hiyo nafasi. Muulize mwenzako, nafasi yako katika Kristo ni ipi?
Mtazame usoni, muulize nafasi yako katika Kristo ni ipi? Wewe sio Mkristo tu. Wewe sio mtu tu wa kawaida. No. Biblia inasema kuna kitu Mungu anataka ukidhihirishe katika hizi zamani zilizoko mbele yetu. Na wewe hujaitwa tu Mkristo jina. Kuna nafasi ambayo Mungu amekuweka, umeioccupy kwenye ulimwengu wa kiroho. Sasa kama umeiacha hiyo nafasi au imekuacha hiyo nafasi, maana yake wakati unadai mazao au matunda hayatoki nje ya nafasi uliyowekwa katika Kristo. Matunda hayawezi kuja kutoka nje. Matunda yanalishiwa kutoka kwenye mti. Pointi ya pili, kwa nini hatuzai? Pointi ya pili, kukosa maombi ya kutosha katika kiwango kinachotakiwa katika ulimwengu wa roho. Narudia, kukosa maombi ya kutosha katika kiwango kinachotakiwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa maombi kwa kiwango kinachotakiwa katika ulimwengu wa roho, unafungua mlango unaosababisha usizae sana. Sikia, si kila maombi ni maombi yanayohitajiwa ili kukusaidia kuzaa. Narudia hii point. Unaweza ukawa unaomba, lakini kiwango cha maombi unayoomba hayatoshi kuzaa hicho kitu, kuzaa hayo matunda. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa unaomba kama jiko la moto wa mabua. Unaweza ukawa unaomba ila imeisha. Unasema nilikuwa maombi, nimeomba. Kiwango cha maombi. Ngoja tusome, tumuone Paulo anasemaje hapo kwa Wakolosai. Rudi kwenye Wakolosai 1. Wakolosai 1. Mstari wa 9 na wa 10 na wa 11. Twende mpaka wa 12. Wakolosai 1 mstari wa 9 mpaka wa 12. Hebu tusome pamoja tuone. Angalia kitu ambacho alikigundua Paulo, na anasema kwa sababu hiyo sisi nasi. Soma, tuanzie pale ule mstari wa 9 twende mpaka wa 12. 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi maombi. Kuna mtu anaona mstari? Na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na subira ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, nasi tangu siku hiyo tuliposikia hatukuacha kuomba.
hatukuacha maombi na dua kwa ajili ya kuzaa, kwa ajili ya kuwezeshwa, kwa ajili ya kufikia hicho kiwango. Hatukuacha kuzaa ili ile kiwango cha nguvu kisukume hicho kitu, ili muendelee kuzaa na muwe na uvumilivu. Siku hizi wengi hatuombi, tunaombewa, si ndio jamani? Hebu angalia mwenzako, mwambie hatuombi sana, tunaombewa sana. Hebu muulize mwenzako, mwambie unaomba kweli sana? Una maombi binafsi ya kutosha, kwa kiwango cha kutosha? Nakumbuka nilikwambia Jumapili, funga, omba, roho ya kuchipua tena na kuzaa matunda tena. Bwana asifiwe. Kama ukiomba Mungu, kitu atakachokirudisha kwako mojawapo ni nafasi yako katika Kristo. Lakini cha pili, atakurudishia uwezo wa kuomba kwa kiwango ambacho utaweza kukusaidia kuweza kuzaa, kwa sababu maombi ya kiwango ndio yanayosukuma vizazi vilivyoko ndani vitoke. Ndio maana ukisoma ile Yohana 15 mstari wa 7 na 8 anasema jambo pale. Yohana 15 mstari wa 7 na 8. Yohana 15 mstari wa 7 na 8. Yohana 15 mstari wa 7 na 8. Yohana 15 mstari wa 7 na 8 anasemaje? Kama tumepata: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kuna mtu ananao mstari? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kuna kiwango cha utukufu wa Mungu tumekizuia kwa sababu hatuzai kwa kadri anavyotaka tuzae. Kwa hiyo jina lake haliinuliwi sana, kwa sababu sisi tumezuia uzazi. Tumezuia uzazi kwa namna ipi? Kuna kiwango ambacho mbingu zinataka tuzae, lakini sisi hatupo pale kwenye hiyo nafasi katika kuzaa. Muulize mwenzako, mwambie unazaa kiwango unachotakiwa. Ngoja nikueleze hichi kitu. Mungu si mwanadamu. Na haya maneno hakuandikia wanyama. Haya maneno alituandikia sisi. Na Mungu hajatuma neno lake ili kama ngonjera. Hajatuma ili neno kama poem, mgeni rasmi amekuja anaimbiwa au anasomewa. Mungu ametuma haya maneno ili tuwe na uendelezo wa kile cha kwake duniani, wakati yeye anataka kutukuzwa kupitia matunda ya kwetu, yeye apate utukufu. Sasa anasema hivi: mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote. Na maneno yangu yakikaa kwa wingi ndani, ombeni. Sasa mkiomba mtazaa sana, alafu Baba yenu atatukuzwa. Kwa nini hatuzai? Mwambie mwenzako, schedule yako ya maombi imekaje? Ratiba yako ya maombi imekaje? Maombi binafsi, sio maombi ya kukutana na watu. Kuna level Mungu anataka atuone, lakini hatupo. Kuna kiwango Mungu anataka akuone cha matunda yamekuzunguka. Kuna kiwango cha mafanikio Mungu anataka akione, lakini anaona bado hakipo. Kwa nini? Kuna kitu kimekosekana.
Pointi ya tatu, kwa nini hatuzai kiwango vile ambavyo Mungu anataka? Pointi ya tatu, kwa nini hatuzai vile viwango ambavyo Mungu anataka? Pointi ya tatu, mzongo wa kiroho wa visivyofaa. Pamoja na dhambi. Mzongo wa kiroho wa visivyofaa pamoja na dhambi. Vitu vinavyokuzonga katika ulimwengu wa kiroho ni sababu kubwa sana ya wewe kuto kuchipuka na kuzaa matunda kiwango unachotakiwa. Si kila mtu anajua. Mara nyingine tunapozongwa na vitu, tunapozongwa na hali fulani katika ulimwengu wa kiroho, zinatuzuia kuzaa. Kuna watu wana mzongo wa vitu, kuna watu wana mzongo maroho yamewazunguka, kuna watu wana mzongo maneno ya kipepo, uchawi, hila imewazunguka, dhambi imewazunguka. Luka 8:14 anasema hivi. Kuna mfano aliutoa pale Yesu kwenye ile Luka. Ukisoma ile Luka 8:14, Luka 8:14, kuna kitu anakizungumza pale. Kama unaweza kukitazama tusome pamoja. Luka 8:14. Naomba tusome 1, 2, 3. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Wasiivishe lolote. Kule kutokuivisha lolote maana yake wasitoe matunda yoyote yanayofaa. Ukisha zongwa kwenye ulimwengu wa kiroho, hii ni sababu ya tatu, na watu wengi sana ukiwafuatilia wamezongwa. Mwangalie mwenzako, kumwambia umezongwa. Kuna namna wamekuja wamekuzonga, wamekuzungushia siji, wamekuwekea mzingiro wa kitu fulani, wa aina fulani ya vitu, kwa hiyo huzai. Umezungukwa, umezongwa. Tena sio kuzungukwa ile ya hivi, umezongwa. Kuna vitu vimewekwa karibu na wewe ili usiweze kupumua na kuzaa. Na shetani ameweka hivyo, ana mpango kabisa. Kwa nini? Anajua huyu mama akizaa Mungu atatukuzwa. Nitakuonyesha vitu vigumu hapa, utashangaa. Kama shetani amefanikiwa kukuzuia kuzaa, kuna tatizo kubwa sana kwenye maisha yako. Hata unapoomba ujibiwi. Yaani leo nachosema hivi, unajua hicho kitu? Sikia, kama umezuiliwa kuzaa, hata ukiomba hujibiwi. Kwa hiyo unapaswa kuomba, kupambana na mazingira hayo mpaka uzae, kwa sababu kadri unavyozaa ndivyo kadri unavyoomba na kujibiwa. Rudi kwenye Yohana 15, soma pale, anaweka wazi. Tusome mstari uone. Soma mstari uone. Ni kitu kimewekwa pale, kiko wazi kabisa. Kama hatuzai maana yake hatujibiwi maombi.
Yohana 15 na mstari wa 16. Kuna kitu anakisema hapo, hebu tukisome pamoja. Yohana 15:16. Yohana 15:16. 1, 2, 3 tusome. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kuna mtu anaona mstari? Kuna mtu anaona mstari? Kwa hiyo usipozaa, hata ukiomba hujibiwi. Kuna watu wanaweza wakaona ni kitu kidogo tunajifunza hapa. Sikia, hili ni tatizo la kiroho. Ukisha kuwa na mkwamo wa kiroho wa kuzaa, kuna mkwamo wa kiroho wa kusikilizwa sauti yako. Mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia, kwa nini Mungu anataka tuzae? Ili kuwe na mtiririko wa power, nguvu za Mungu katika kuzalisha. Heshima inarudi kwake, utukufu unaachiliwa, unakusaidia. Heshima inarudi kwake, maisha yako yanapanda hatua kwa hatua kila siku. Sasa angalia watu wengi sana shetani anachokifanya. Kama amewanyima kuomba, amewanyima pia kuzaa. Na kama amewanyima kuzaa, amewanyima pia wanapoomba wasijibiwe. Sasa nimezungumza jambo la tatu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini hatuzai? Kwa sababu tumezingirwa. Mwambie mwenzako, wewe umezingirwa. Mizimu imewazingira watu, imeinuka, inapambana, inazingira. Nguvu za giza zinainuliwa ili kuwazingira watu. Zinapoona watu wanatafuta way forward, zinapambana kuwazuia. Wachawi hivyo hivyo hawaachi kuamka wanapoona unasogea, kwa sababu picha ya maisha yako imefichwa rohoni. Kwa hiyo vita vyetu ni juu ya mifumo hiyo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unaweza ukajicheki ukajiuliza, hivi kwa nini na miaka mingapi katika Kristo, mbona sina? Anasemaje kwenye Luka? Kitu kigumu sana. Anasema hawaivishi lolote. Hawaivishi lolote, maana yake hawali faida ya wao kuwa ndani ya Kristo. Hawapati utamu wa chochote. Kuto kuivisha maana yake kuto kufikisha kitu kwenye level ya kuliwa. Watu wengi hatufiki peak ya kufanikiwa kukaa kwenye eneo la kusema Bwana atukuzwe. Hakuna. Na watu wengi sana ukiwafuatilia saa hii, kaangalie hata wasiomjua Mungu wanamtukana Yesu wetu. Kwa nini wanamtukana Yesu wetu? Anasema wote wanaopita kwenye maombi yao na wanaokwenda kila mahali maombi, wanaokwenda sijui kanisani, hawa Wakristo wamekuwa kama vichaa. Kwa nini? Hivyo nafikiri ungekuwa na matunda wewe wangesema kichaa? Muulize mwenzako, ungekuwa na matunda wangesema kichaa? Kwa nini nasema watu waliokoka choka mbaya? Kwa nini Wakristo wanadharauliwa? Hawana mbumba. Si ndio? Hawana hela, hawana mali, hawana vitu. Watu wakiwatazama hawaoni, kwa hiyo hawamtukuzi Mungu kwa sababu hawaoni vitu kwao. Wakati Biblia inasema tuzae matunda kwa kila kazi, kwa kila iliyo njema. Mungu anataka uwe na mafanikio katika kila unachokifanya kilicho sawa. Kwa nini ile kazi yako ya saluni haisogei? Kwa nini ile biashara tangu umeanza pale haikui? Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali kuna kitu. Na hapa kuna vita kubwa sana. Tumezingirwa. Mzingiro. Mwambie mwenzako kuzingirwa.
Hakuna kitu hatari kama ukizingirwa. Mara nyingine tunapozingirwa hatupewi taarifa. Shetani akikuzingira hakupi taarifa, hakupi taarifa. Na mifumo ya giza inapozingira mifumo ya maisha yetu kwenye ulimwengu wa roho, inazuia vile vitu haviinuki, havichanui, havizai, havileti faida. Jambo la nne, jambo la nne, jambo la nne, kutokuwa na muunganiko na Roho Mtakatifu. Kutokuwa na muunganiko na Roho Mtakatifu. Kwa kuwekwa mbali. Roho Mtakatifu amebeba neema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishawekewa ukuta au mpaka kati yako na Roho Mtakatifu, kile kiwango cha uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako hakijifunui. Kiwango cha uwepo wa Roho Mtakatifu kadri kinavyokwama, ndivyo na sisi tunakwama katika kuzaa. Biblia inamtafsiri Roho Mtakatifu kama maji. Nilishawahi kukufundisha. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yeremia ambalo tumepewa, tulisoma pale mwanzo, Yeremia mlango wa 17. Yeremia mlango wa 17. Ukisoma mstari wa 8, mstari wa 7 na wa 8. Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8. Yeremia 17 mstari wa 7 na wa 8. Ama tusome kama ilivyoandikwa, 1 2 3. Yeremia 17 7 na 8. Kama tumepata tusome 1 2 3. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana asifiwe. Okay. Biblia inatuambia Bwana ndiye roho, na alipo roho Bwana hapo ndipo penye uhuru. Bwana asifiwe. Mstari wa 8. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Anasema huyu mtu aliyepandwa kando kando ya hii maji, hao hivi vijito, yaani Roho Mtakatifu anayekuwa karibu naye kwenye lile shina, huyu mizizi yake inaenda, lakini huyu huzaa. Haijalishi kuna wakati utakuja mwaka wa uchache wa mvua, wenyewe utazaa. Haijalishi kuna hari inakuja, hari kipindi cha kutikiswa, kipindi cha kuondolewa vitu, kipindi cha kunyang'anywa majani, ukija yenyewe hauogopi, kwa sababu wakati huo bado unajua kupitia eneo nililopo bado nitachipuka na kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauogopi kupukutisha. Kwa nini hauogopi? Kwa sababu uko katikati, una uhusiano na nguvu za Bwana, una uhusiano na Roho Mtakatifu muda wote.
Na ndicho ambacho kilikuwa pamoja na Yusufu. Ukisoma Biblia yako, Biblia inasema Yusufu alikuwa pamoja na Bwana. Alipoenda kila kitu kilistawi kwenye mikono yake, si ndio? Mwanzo 39 mstari wa 3 anasema hicho kitu. Unaweza kusoma huo mstari. Kwa soma Biblia wanajua. Bwana pale maana yake alikuwa na roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, labda tusome ule mstari. Matunda hayaji bila kufunikwa, kuwa na ule uhusiano, kukaa pale. Ukishatengwa na roho Bwana, kuna namna unanyang'anywa uwezo wa kuzaa. Mstari wa 3 anasemaje? Umeona ule mstari pale? Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akapata neema. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wanaona Bwana yu pamoja na, maana yake yuko kwenye shina, yuko kwenye mto. Natamani Mungu akusaidie uchipuke tena na uzae tena. Bwana asifiwe. Mungu anakutaka uzae. Ngoja nikwambie, kuzaa ni lazima, sio hiari. Na Mungu anapata shida sana anapoona hatuzai, kwa sababu tunamnyima yeye utukufu. If just imagine, kila mmoja hapa saa hii asubuhi hii, ukiacha wale waliokuja na usafiri wamepaka kule nje, kila mmoja saa hii angekuja na nafasi na Mungu amembariki akaweka kitu fulani pale, unafikiri watu wanasema nini? Wanageuza maneno. Kuna mtu ananielewa? Hata wakisema umekuwa masonic, tayari utukufu unaenda kwa nani? Mungu anawaambia, yes, na nguvu kuliko hiyo nguvu. Lakini kaangalie, kwa nini tunaonekana choka mbaya? Kwa nini hatuzai? Tumebaki na Ukristo wa majina. Tumebaki na Ukristo wa kwenda maombi lakini hatuzai. Tumebaki na Ukristo wa kwenda kanisani lakini hatuna matunda. Tumebaki na Ukristo, watu wanatujua sisi ni Wakristo, watu wanatujua tunaimba kwaya, watu wanatujua tunamtukuza Bwana, watu wanatujua tuna majina ya Kikristo, tunafahamika kwa namna hiyo. Lakini kwa kweli kaangalia, Mungu hapati utukufu kupitia sisi, kwa sababu jina la Mungu linatukuzwa tunapozaa. Kama hatuzai, maana yake Mungu anatukanwa. Kusikia watu wanasema huyo Mungu wako amekusaidia nini tangu umemfuata? Mwangalie mwenzako, mwambie, hujawahi kusikia watu wanasema hivyo? Kwa nini? Kwa sababu hawajaona matunda. Wakiona matunda wanaanza kushtuka, na kadri matunda yanavyotokea heshima inaanza kuja. Matunda yasipokuwepo heshima inapotea. Kafuatilie. Suleiman anasema bora hekima, si ndio? Lakini kaangalie, anasema pesa ina nguvu kuliko hekima. Ukifanikiwa, ukizaa matunda, unakuwa na heshima kuliko hata ukibaki na hekima yako ya nyumba 10. Kuna watu wana hekima ya kusuluhisha magomvi. Kuna watu wana hekima ya kuwa mabalozi, lakini hawaheshimiwi wala hawasikilizwi. Kwa nini? Kwa sababu kaangalie, heshima mara nyingi inaenda kwa mtu mwenye matunda. Ngoja nikwambie saa hii hapa, akatokea mtu mwenye hela hapa, sawa? Mnanisikia? Tajiri amekuja hapa, alafu akatokea na choka mbaya fulani amesimama hapa. Mnanisikia? Sikia. Akiongea huyu tajiri neno moja, watu wanamuona ana akili. Mnanisikia? Akiongea huyu maskini maneno 50 yenye hekima, bado ataonekana pumbavu. Mnanielewa? Mwangalie mwenzako, mwambie
Hivi ulishawahi kuona watu huwa wanajipendekeza na watu wenye hela na wajipendekezagi na maskini? Kwa nini? Kwa nini? Watu wote wenye matunda wanavutia. Kafuatilie mti ambao hauna matunda uvutii. Moja ya kitu ambacho kilimsababisha Yesu akakasirika sana, siku moja anapita, alitegemea kupata matunda kwenye mtini fulani. Alafu alipofika pale anataka kuchuma matunda ale, ghafla akakosa. Biblia inasema aliulani. Hivi ulishafika level ya kutafakari maisha yako alafu kaanza kujicheki, ninazaa kiwango gani nisije nikalaaniwa na Mungu? Unajua kuna laana ya Mungu. Laana ya Mungu iko kwenye level fulani. Ukifika mahali sasa Mungu ameshindwa, kile alichokuwa anakitaka kuona kwako hakipati, unaingia pagumu. Tumesoma pale kwenye Yohana, anasema hivi, wale wasiozaa, wale wasio ndani yangu hutupwa nje. Unanisikia? Alafu Biblia inasema hivi, wanachukuliwa alafu wanaenda kutupwa wapi? Kwenye moto. Kwa nini? Ni swala jipya jamani. Kaangalie mti wowote, kuni ni zipi kwenye mti? Kuni ni zipi? Ni matawi yaliyokauka. Kuna mtu ananielewa? Sikia, kuni ni matawi yaliyokauka. Kwenye ulimwengu wa kiroho kafuatilie. Hata ukisikia mara nyingine mtu amekufa, alikuwa kiroho yuko kwa Mungu, kuna vifo vingine watu wanakufa kwa sababu wamekosa kuzaa. Hujafika mahali pa kusi Mungu akupe neema ya kuchipua na kuzaa. Ukimwomba Mungu akupe neema ya kuchipua na kuzaa, Mungu anataka aone matunda. Mungu anataka aone matunda. Yaani Mungu afurahishwi na wewe kuwepo tu unazunguka asubuhi mpaka jioni. Mungu anataka matunda. Mungu anataka maendeleo nyumbani kwako. Mungu anataka akuone umevaa vizuri ili jina lake litukuzwe, lipaizwe. Aseme siku hizi tunaona watu fulani amebadilika sana tangu amemjua huyu Yesu. Kuna namna aisee anavaa vizuri. Nini kimetokea? Matunda. Watu wakisema hivyo Mungu anafurahi. Lakini wewe mwangalie mwenzako, mwambie hali si kadri zinavyoenda inakuwaje? Pointi ya 5. Acha niseme hiyo kama ya mwisho, alafu tukaombe. Nataka nikaombe na wewe hapa. Mungu anataka kurudisha watu hapa, kuchanua tena. Bwana asifiwe. Pointi nyingine nitaziacha. Pointi ya 5. Kuto kukubali mchakato wa Mungu kukutengeneza mara kwa mara. Kuto kukubali mchakato wa Mungu kukutengeneza mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuzaa matunda, kubali mchakato wa Mungu kukutengeneza mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, ili mti au mmea wowote uchanue, chanuo zuri, lazima huo mti, yale matawi yaliyotangulia yaondolewe. Kuna wakati wa kusafishwa ili kuzaa. Bwana asifiwe. Wakati wa kutengenezwa, kubali matengenezo. Kila mti unaojua unatoa matunda fulani mwaka kwa mwaka au kwa vipindi fulani, una vipindi katika mwaka wa kupukutisha majani. Bwana asifiwe.
wakati wa kutengenezwa tena upya. Watu wengi huwa hawataki huo mchakato, wanaukimbia, wanajikuta wako njiani wakikimbia, wameuacha mchakato. Na mara zote Mungu anapotaka kukutengeneza, anataka utulie. Mungu hawezi kukutengeneza, kukuweka sawa, kukuumba kwa namna ambavyo utazaa vizuri. Hajakutengeneza. Mwambie mwenzako, vipindi vya matengenezo huwa unavikubali. Watu wengi vipindi vya matengenezo wanakimbia aibu. Anasema nikikutwa saa hii hapo watu watanicheka, watu watanizarau. Unazuia kuzaa. Kafuatilie mama yeyote aliyejifungua, asiposafishwa vizuri hazai tena. Kwa nini? Kwa sababu maumivu anayoyapata wakati wa kusafishwa ndiyo maumivu ya kumwandaa tena kwa ajili ya uzazi mpya. Ndio maana unafuatilia kipindi kizuri cha huyu mwanamke, ili asije akakumbana na magonjwa mbele anavyoelekea. Lazima wakati anapojifungua akutane na mtu mzuri ambaye atamsaidia wakati wa kumsafisha. Wengine wakati wanamsafisha wanatumia maji ya moto, wanagonga tumbo kwa nguvu ili kuhakikisha kizazi kinakuwa sawa, kwa ajili ya kupokea tena uwezo wa kubeba tena kitu kizuri. Wakati wa matengenezo ndio wakati wa maandalizi ya matunda. Unajua, ukisoma Yohana 15 imejaa masomo makubwa sana pale ndani. Soma ule mstari wa 1 mpaka wa 3, angalia anachosema. Soma mstari wa 1 mpaka wa 3. Au tusome wa 2 mwisho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 15. Kandoria sata badaba. Nasikia uwepo wa Bwana umetufunika. Bwana asifiwe. Angalia anasemaje mstari wa 1 na wa 2. Tusome. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa 2. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kuna mtu anaona mstari? Kuna mtu anaona mstari? Wakati wa kusafishwa maana yake ni wakati wa mchakato. Kukubali vipindi vya matengenezo. Usipokuwa na vipindi vya matengenezo katika ulimwengu wa kiroho dhidi ya mazingira yako ya uzazi wa kiroho, maana yake hautazaa. Na Mungu hataki tuzae tu katika roho, anataka tuzae katika kila kazi njema, katika kilimo, katika biashara, katika ufugaji, katika ajira. Anataka uzae katika kanisa, anataka uzae, aone umeleta watu kwake. Usipopita hapo, rabo shatadaba prabliza tamaka ya saya. Wengine kama sio kuzingwa, wengine walikimbia mchakato wa kuzaa kwenda kutengenezwa. Walikimbia mchakato, hawakukubali. Ngoja nikwambie, saa ya kupukutishwa mti huwa unabaki uchi. Mti huwa unabaki uchi. Kuna watu wanakudharau saa ya kutengenezwa. Lazima ukubali hicho kipindi. Kuna watu watakuacha, wataachanishwa na wewe saa ya matengenezo. Kuna tawi linaachanishwa na wewe, kuna jani linaachanishwa na wewe. Usipate shida lile jani linapoondoka, kwa sababu ni maandalizi mapya ya kuzaa mbele.
utaumia kwa sababu huyo mtu ameng'olewa kwako, lakini Mungu anaruhusu kutoka kwa huyo mtu akusafishe ili uweze kuzaa tena, kwa sababu hilo tawi likiendelea kuwepo linazuia kuzaa mbele. Kuna watu Mungu amewaweka kwenye maisha yako ni matawi ambayo tayari yamekauka, yameisha nyauka. Wewe unataka kuendelea kulazimisha yawepo. Sikiliza, usilazimishe, kubali usafishwe. Na unaposafishwa Mungu anakuandaa kuzaa. Kaangalie wakati hilo tawi linaondolewa, Mungu akija akishipusha tena matawi mengine, kaangalie matunda yanayotokea kwenye tawi moja ni matunda mengi sana zaidi ya kile kilichoondoka. Ribrola satamaka ya saya. Shetani amewazinga watu. Mungu anapokusafisha anaondoa kisichopandwa na yeye, anaking'oa ili cha kwake kibaki uzae. Ndio maana anasema pando asilolipanda Baba litang'olewa. Wakati anakusafisha anang'oa, anaondoa. Sasa Mungu ameleta neema kwenye somo hili. Kuna watu tayari, kuna namna hawana hata dalili ya kuonekana tena na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua hawawezi tena kuchipua. Alishawapoteza, amewapotezea ramani. Ngoja nikwambie, Mungu anataka uchipue. Nataka nikwambie, Mungu anataka uchipue. Na kuna mtu anaenda kuchipua. Nisikilize, kuna watu wanaenda kuchipua. Shetani alijua kabisa, na mimi nataka nikwambie, ndio maana unaposoma pale sasa, hata kwa harufu ya maji tu utachipuka tena. Mungu anapotaka uchipuke, anasema ukichipuka, anasema utatandaa, ukitandaa utazaa matunda. Alafu watu watakao kuja kukaa kwenye uvuli wake, watafufuka. Ngoja nikwambie, Mungu anataka akuchipushe, alafu uzae matunda. Alafu kuna aina ya watu wanatakiwa kuja kwako wapokee uzima. Hakuna namna ambavyo Mungu atapata heshima kama hautachipuka na kuzaa matunda. Alafu watu waje kwako wakutane na ile neema ambayo Mungu amekupa. Hujajua, si kila mtu anakuja kwako ili kukuomba msaada wa maombi. Kuna watu wanakuja kwako uwasaidie kifedha, saa nyingine kuna watu wanakuja kwako uwasaidie kimaisha. Sikiliza, kama hujazaa matunda, unawapa matunda yapi? Watu wakija kwenye mti wanataka tunda, watu wakija kwenye mti hawataki mti. Ribako shanda basata. Zaa ili watu wakupe heshima. Zaa ili watu wakupe heshima. Chipuka, uzae. Rinda boko shikiri basira, ili watu ambao majira yote wanakusengenya vibaya wafike mahali waseme, hakika huyu mama ana Mungu, lazima uzae. Na Mungu amesema ni lazima, unatakiwa kuzaa, sio hiari. Jesus, mbingu zimefunguka hapa. Kuna watu Mungu atawasaidia. Haijalishi wachawi wamepambana na wewe kusukuma kwenye position yako katika Kristo, Mungu anaenda kukupanda upya, uchipuke upya, uzae upya. Ukizaa watu, Biblia inasema tazama nitatenda jambo jipya ndalo litachipuka. Je, hawataliona? Hawatalifahamu? Litafahamika, litajulikana. Rikatamata kaya, litajulikana. Kuna nguvu za Mungu ziko hapa. Kuna watu wengine, watu walishawakatia tamaa, familia zilishawakatia tamaa, ndugu walishawakatia tamaa, wazazi walishawakatia tamaa, kwa sababu wanaona hauzai, 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 hauzai. Wamefika mahali wanaumia. Baba yako anaumia, mama yako anaumia.
dada zako wanaumia, kaka zako wanaumia. Wakikutazama wanaona unachozaa, hawaoni unaenda wapi, hawaelewi. Wanafika mahali wanakuhofu, wanakuogopa, wamekata tamaa zidi yako. Kuna watu wengine wanasema tu yule amekuwa wa maombi tu, siku hizi ana siasa kali ya kiroho. Au ukimwambia hivi anakuambia tu masuala ya maombi, ni huko ndo amepaukia huko, hana chochote. Simpi hela yangu, kwa sababu hata nikimpa hela yangu anaenda kupotezea huko tu kwa kutoa, hana maana. Wengine wamekataliwa na familia. Kwa nini? Kwa sababu hawazai matunda. Mandiri basa. Mungu anataka kuondoa aibu hiyo. Kuna watu wanaenda kuingia kwenye wakati mpya wa kuzaa. Utachipuka. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, mairi librabo uachi ninyauke, ona kipenda. Uninyunyiziaye, simama. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kipenda. Hebu inua mikono, imba kwa sauti tena. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, kweli nakupenda umeinua mikono yako kwa Bwana. Inawezekana kuna namna ambavyo shetani alifanikiwa kuondoa, kuzuia ile nafasi na neema ya wewe kuzaa kiwango kile ulichotakiwa. Hauzai matunda vile inavyotakiwa, na jina lake Mungu linatukanwa. Mungu anataka kufanya jambo jipya hapa. Brali katama brali rala sikti bado bosa brande bri sekti pakayan tamanti. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Nasikia upako uko mahali hapa, nasikia upako uko mahali hapa. Inua mikono yako. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu anaenda kufanya jambo jipya. Taomba tena, tutaimba. Roho Mtakatifu
mdhaifu aachiliwe tena, atusaidie Jesus. Kuna nguvu ambazo hujawahi kukutana nazo tena Jesus. Kuna nguvu ambazo hujawahi kukutana nazo tena. Kuna watu Mungu anaenda kuwarudisha na kuwarudisha neema ya kuchipua na kuchanua, kuzaa matunda kwa viwango vikubwa. Haijalishi ni muda gani umewekwa nje na hiyo neema. Rindiri sakaya korandami priralabri prandi siki. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo nakuita, nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu, niongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo shakarabasaya kandarabasaka kandarabasaka kandarabira rebe. Ulisema ninaposhindwa nikuite wewe. Wewe ndiye msaada, wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye mwamba, wewe ndiye msaada wangu. Kandiria mandarararara kandarababababa. Bwana wa mabwana, majira haya usiende mbali. Kandarabalaba kandarabli. Oh, shakaya shakaya shakaya. Mwambie ulisema Bwana. Haleluya. Maya kara riba seletora oh shabababa. Ulisema shabababababababa sham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 a yandarabababababababa korababababababa yamamamamamamama terelelelelelele. Hebu anza kusema na Bwana, yeye ambaye unahitaji tena kuchipushe, uchipue uweze kuzaa. Kandarabababa, anza kuomba, sema naye. Kandarabababa rimakaya kandarabababa. Oh, mwambie Bwana, ni kweli muda wangu umepita, kuna muda umeenda, sijazaa matunda.